Mji wa Suza ulioko katika mkoa wa Kursk, Urusi, umekuwa uwanja wa vita vya kistratejia kati ya vikosi vya Urusi na Ukraine. Kufikia Agosti mwaka 2024, vikosi vya Ukraine vilikuwa vimeuteka mji huu kwa zaidi ya miezi 7, hali iliyozua udhibiti wa Urusi katika maeneo yake ya mipaka. Hata hivyo, March mwaka 2025, Urusi ilifanikiwa kurejesha mji huu kupitia operesheni kubwa ya kijeshi ikitumia mbinu mpya na usaidizi wa vikosi maalum. Operesheni hii ni moja ya mashambulizi makubwa zaidi katika awamu ya hivi karibuni ya mzozo wa Urusi na Ukraine. Katika makala hii tutachambua hatua kwa hatua jinsi jeshi la Urusi lilivyoendesha operesheni ya kurejesha Suza, mbinu zilizotumika, athari za operesheni hii na matokeo yake kwa mzozo wa Ukraine. Kabla ya operesheni kuanza, vikosi maalum vya Urusi vilianza kukusanya taarifa muhimu kuhusu hali ya mji wa Suza, ikiwa ni pamoja na idadi ya wanajeshi wa Ukraine wa eneo hilo, vifaa vya kijeshi vilivyokuwepo, mifumo ya ulinzi ya Ukraine na njia za usambazaji wa vifaa vya kivita. Urusi ilitumia drones za upelelezi na satellite za kijeshi kutathmini hali ya Suza na kuandaa mbinu bora ya kushambulia. Ujasusi huu ulifanikisha kutambua udhaifu wa ulinzi wa Ukraine ambao ulilenga zaidi upande wa magharibi wa mji. Mnamo March 7 mwaka 2025, Urusi ilianza mashambulizi rasmi kwa kutumia makombora ya masafa marefu kushambulia vituo vya Ukraine vilivyokuwa nje ya mji, mizinga ya kati yani artillery bombardment iliyolenga ngome za Ukraine ndani ya Suza, ndege za kivita zilizoangusha mabomu ya usahihi ili kuharibu maghala ya silaha ya Ukraine. Lengo kuu la shambulio hili lilikuwa kuharibu uwezo wa Ukraine wa kujihami na kuvuruga mawasiliano ya vikosi vyake ndani ya mji. Urusi ilitumia mbinu ya kipekee ambapo wanajeshi wake walifanikiwa kusogea kupitia mabomba ya gesi yenye urefu wa kilomita 16 yaliyokuwa chini ya ardhi. Mbinu hii iliruhusu vikosi vya Urusi kusogea kwa umbali wa kilomita 5 karibu na mji bila kugunduliwa na majeshi ya Ukraine. Inasemekana kuwa majeshi ya Urusi yalijipenyeza katika mabomba ya Ukraine kwa zaidi ya siku 3 kwa kujivuta chini, yani crawling, kwa muda huo wote hadi walipofikia katika hatua ya mwisho ya kuzingira jeshi la Ukraine. Hili lilikuwa pigo kubwa kwa Ukraine kwani liliipa Urusi uwezo wa kushambulia kutokea sehemu ambayo haikutarajiwa kabisa. Baada ya kushambulia kwa anga na kusogea kwa siri, Urusi ilianzisha mashambulizi ya ardhini kupitia vikosi vya wanajeshi wa miguu wakisaidiwa na magari ya kivita, wanajeshi wa vikosi maalum yani Spetsnaz waliotumwa kuchukua maeneo muhimu ndani ya mji, vikosi vya Korea Kaskazini ambavyo viliungana na Urusi kwa lengo la kuongeza nguvu. Katika muda wa saa 48, Urusi ilifanikiwa kuingia katikati ya mji wa Suza na kulazimisha wanajeshi wa Ukraine kujiondoa kuelekea sehemu za magharibi za Kursk. Mnamo March 13 mwaka 2025, Urusi ilitangaza rasmi kuwa mji wa Suza uko chini ya udhibiti wake baada ya mashambulizi makali yaliyolenga majeshi ya Ukraine, wengi wao wakiuawa na wengine wakilazimika kurudi nyuma, huku wengine wakibaki wamezingirwa na majeshi ya Urusi. Bendera ya Urusi ilipandishwa kwenye majengo ya serikali, vikosi vya Ukraine vingine vikaondoka na vingine vikajisalimisha kwa jeshi la Ukraine, huku wananchi wa mji waliagizwa kurejea katika hali ya kawaida. Baada ya kutekwa kwa mji wa Suza na majeshi ya Urusi, Urusi ilianzisha operesheni ya udhibiti wa kuweka vizuizi vya usalama kuhakikisha hakuna wanajeshi wa Ukraine waliosalia, doria za kijeshi, kuhakikisha utulivu pamoja na huduma za kiraia kurejeshwa, huku utulivu ukihakikishwa kwa raia ambao walikuwa wamerejea katika mji huo. Operesheni hii ilikuwa pigo kubwa kwa vikosi vya Ukraine kwani mji huu ulikuwa mmoja ya ngome zao za mwisho karibu na mpaka wa Urusi. Hii ilisababisha kukosekana kwa njia ya haraka ya kushambulia Kursk, hivyo kuathiri mkakati wa Ukraine katika eneo hilo. Hali ya kisiasa nchini Ukraine imeyumba, huku upinzani ndani ya Ukraine ukiongeza shinikizo kwa serikali kuhusu mbinu za kijeshi zinazotumika ili kuhakikisha kwamba Urusi haipati urahisi wa kukomboa mji wa Kursk. Kisiasa kwa Urusi, ushindi huu umeipa serikali ya Putin nguvu zaidi na kuimarisha propaganda ya Urusi kuhusu mafanikio yake ya kijeshi. Kijeshi, ushindi huu umeipa Urusi udhibiti wa mpaka wake wa kuzuia uwezekano wa mashambulizi zaidi ya Ukraine, huku kiuchumi Urusi sasa inataka kutumia Suza kama sehemu ya kusimamia usambazaji wa vifaa vya kijeshi katika mkoa wa Kursk, kuwezesha jeshi lake kuimarisha nguvu na kukabiliana na majeshi ya Ukraine.
Mataifa ya Magharibi yameongeza mashinikizo ya vikwazo dhidi ya Urusi, yakihofia kuwa ushindi huu unaweza kuhamasisha mashambulizi mengine. China na Korea Kaskazini zimeonyesha uungwaji mkono kwa Urusi, huku Beijing ikisisitiza kuwa Ukraine inapaswa kujadiliana badala ya kuendelea na vita. Operation ya kuikomboa mji wa Suza ilikuwa moja ya mafanikio makubwa ya Urusi katika mzozo wake na Ukraine. Kupitia mashambulizi ya anga, mbinu za ardhini na ujasusi wa hali ya juu, Urusi iliweza kuupata tena mji huu muhimu. Hata hivyo, ushindi huu hautomaliza vita, bali unaongeza mvutano kati ya Urusi, Ukraine na mataifa ya Magharibi. Katika kipindi kijacho, ni wazi kuwa Ukraine italazimika kupanga mbinu mpya za kujibu, huku Urusi ikiimarisha udhibiti wake katika mikoa ya mipaka. Matokeo ya operesheni hii yataathiri hatima ya mzozo wa Ukraine kwa muda mrefu, huku pande zote zikiendelea kutafuta ushindi wa mwisho kupitia majadiliano na masikizano ambayo yanapangwa na Rais wa Marekani Donald Trump.